Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya siku 10 za maombi kwa mwaka wa 2026. Mwaka huu tunajifunza mada kuu inayosema kufunguliwa. Na tumekuwa na mfululizo huu tangu Januari 7. Tukiendelea pia hadi Januari 17. Leo ni siku ya 4. Siku ya leo tutaenda kuiangazia mada inayosema kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Tuombe. Takatifu Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba uwepo wako uende pamoja nasi. Tufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo na yakatufai katika maisha yetu kupitia jina la mwana wako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Fungu elekezi ni Matendo ya Mitume sura ile ya 12 aya ya 14. Wakati wa pekee pamoja na Mungu. Maombi. Chunguza neno. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza ya 12 hadi ya 14. Neno la Mungu linasema: Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa Mizeituni, ulio karibu na Yerusalemu, wapata mwendo wa Sabato. Hata walipoingia, wakapanda orofani walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartholomayo na Mathayo, Yakobo wa Alfayo na Simon Zerote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Katika orodha ya wale waliokuwa katika chumba cha juu, ni nani anakushangaza zaidi? Kwa nini? Soma Warumi sura ile ya 3 aya ya 23. Kitabu cha Warumi sura ile ya 3 aya 23 inasema: Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ukweli huu unatupatia wito gani sisi sote kuwa na unyenyekevu katika namna tunavyotazamana? Hekima kutoka kwa Ellen White. Wakati wanafunzi walipokuwa wakingojea kutimizwa kwa ahadi ya Bwana wao, walijinyenyekesha mioyo yao katika toba ya kweli na kuungamia kutokuamini kwao. Walipokuwa wakiyakumbuka maneno aliyokuwa amewaambia Kristo kabla ya kifo chake, walielewa maana yake kabisa. Walikumbushwa tena vizuri ukweli uliokuwa umepitia katika akili zao, na maneno haya walianza kuyarudia na kukumbushana wao kwa wao. Walikemeana wao kwa kushindwa kumwelewa Mwokozi. Kwa mfuatano, tukio baada ya tukio baada ya tukio la maisha yake ya ajabu lilipitishwa mbele yao. Na walipokuwa wanatafakari juu ya maisha yake masafi na matakatifu, walijisikia kuwa hakutakuwa na kazi itakayokuwa ngumu mno kuwashinda, wala kafara kubwa sana kushindwa kuitoa, ikiwa tu wangeshuhudia kwa njia ya maisha yao uzuri wa tabia ya Kristo. Walifikiri kuwa kama tu wangeweza tena kuishi naye kwa miaka 3 kama ile iliyokuwa imepita, mbona wangetenda kwa utofauti mkubwa? Kama tu wangemwona Bwana wao tena, ni kwa bidii kiasi gani wangeonesha kwa kina walivyokuwa wanampenda, na kwa dhati kabisa waliumia kwa jinsi walivyokuwa
wanamhuzunisha kwa neno au tendo la kutokuamini. Wazo kuwa walikuwa wamesamehewa ndilo lililokuwa linawafariji, na walikamia kwamba kwa kadiri itakavyowezekana watafanya masahihisho ya makosa yaliyoletwa na kutokuamini kwao kwa kuungama kwa ujasiri mbele ya ulimwengu. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza ukurasa wa 28. Kusudi la maombi. Ombeni kwa ajili ya kutokuwa na kitu kitakachozuia namna mnavyothamini na kuzitambua familia zenu, marafiki na familia ya kanisa. Wanafamilia au marafiki. Shughuli ya kushirikiana. Pamoja na familia au rafiki zenu, tengenezeni mduara huku mkiwa mnageuziana migongo. Ulizeni, katika mduara huu ni mitazamo ipi huvutia zaidi karibu na kila mmoja? Chukua jibu moja kutoka kwa kila mtu aliyepo kwenye mduara. Wanapojibu, waalike wageuke na kutazama mduara mpaka wote wawe wanatazamana. Ombi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Chunguza neno. Soma Wafilipi sura ya 2 aya ya 5 hadi ya 8. Neno la Mungu linasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Ina maana gani kuwa na nia na mtazamo wa Kristo? Hili linapaswa kuathiri vipi namna tunavyotendeana katika familia yetu na kwa rafiki zetu? Hekima kutoka kwa Ellen White. Siku hizi za maandalizi zilikuwa ni siku za kujipeleleza kwa kina mioyoni mwao. Wanafunzi walijisikia uhitaji wao wa kiroho na wakamlilia Bwana kwa ajili ya upako mtakatifu ambao ungewafanya wafae kwa kazi ya kuokoa roho. Hawakuomba ili wabarikiwe wenyewe binafsi tu. Walikuwa wameelewa na mzigo wa wokovu wa roho za watu. Walitambua kuwa Injili ilikuwa inatakiwa kupelekwa ulimwenguni kote, na waliudai uwezo ambao Kristo alikuwa amewaahidi. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza ukurasa wa 29. Kusudi la maombi. Ombeni kwa ajili ya nia na mtazamo wa Yesu Kristo. Ombeni mpate unyenyekevu wa Yesu katika kushirikiana na kila mtu aliye mwanafamilia na rafiki. Familia ya kanisa. Ukaribisho. Ibada katika maombi. Kiongozi kwa wote. Kaeni katika vikundi vyenu vidogo. Timu ya maombi itaalika kikundi chenu kidogo kuomba pamoja kupitia neno la Mungu. Baada ya kuomba kwa dakika chache, mtasikia timu ya maombi ikiimba ubeti mmoja wa wimbo. Mtakaposikia, tafadhali hameni kutoka katika maombi kwenda kwenye wimbo. Shukrani. Vikundi vidogo. Soma Mathayo 11 aya ile ya 28 na 29. Neno la Mungu linasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ombeni maombi ya shukrani kwa ajili ya moyo mpole na mnyenyekevu wa Yesu. Wote imbeni wimbo wa shukrani. Tubu.
Vikundi vidogo. Soma Mathayo mtakatifu sura ile ya 11:29 ambapo imeandikwa, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ambapo Yesu anasema kuwa yeye ni mnyenyekevu wa moyo. Ombeni unyenyekevu wa Yesu ukabiliane na kiburi kilicho mioyoni mwenu. Kili kiburi chenu na mwombe moyo wa Yesu. Wote imbeni wimbo wa toba. Omba. Vikundi vidogo. Soma Mathayo 11:30. Imeandikwa, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ambapo Yesu anashuhudia kuwa nira yake ni rahisi na mzigo wake ni mwepesi. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayofanya nira ya Yesu kuwa nyepesi kwa kila mmoja wetu. Ombeni Roho Mtakatifu alibariki neno na atoe pumziko lake kwa kila mtu. Wote imbeni wimbo wa Roho Mtakatifu. Shuhudia. Vikundi vidogo. Unda vikundi vya watu 2 au 3 ndani ya vikundi vyenu vidogo. Ulizeni na kujibu, Mungu alikusaidia kufanya nini katika changamoto ya saa 24 ya jana? Changamoto ya saa 24 ya jana ilisema, mwombe Mungu, unataka nifanye nini katika uhusiano wangu na Yesu ili niwe tayari kukutana naye uso kwa uso atakapokuja? Fungua moyo wako kwa chochote ambacho Mungu anataka kukutendea. Ikiwa atakugusa moyoni kufanya jambo fulani, chukua hatua hiyo katika uhusiano wako pamoja naye. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya 1 aya 12 hadi 14 kwa maandalizi ya kesho. Shughuli ya kushirikiana. Kiongozi kwa wote. Simameni katika mduara katika vikundi vyenu vidogo. Mwombe kila mtu katika kikundi ashiriki mfano bora anaoweza kufikiria kwa ajili ya neno umoja. Ibada katika neno. Vikundi vidogo. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya 1 ya 12 hadi 14. Ni watu gani waliotajwa katika chumba cha juu ambao wangeweza kusababisha mashaka na wasiwasi? Kwa nini? Soma Yohana Mtakatifu sura ile ya 17 aya ya 20 hadi 23. Neno la Mungu linasema, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale wote watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja, kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Yesu alikuwa anamwomba Mungu Baba afanye nini kwa ajili ya sisi sote kama wafuasi wake? Soma Waefeso sura ile ya 4 aya ya 30 hadi 32. Imeandikwa, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa mhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Tunapaswa kusameheana kwa kiwango gani? Hekima kutoka kwa Ellen White. Wanafunzi wa Kristo waliomba kwa dhati na kwa bidii ili wafai kukutana na watu na katika shughuli zao za siku kwa siku
waweze kusema maneno yatakayowaongoza wenye dhambi kwenda kwa Kristo. Wakiachana na tofauti zao na shauku ya ukuu, walijumuika pamoja katika ushirika wa Kikristo. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza, ukurasa wa 28. Kusudi la maombi. Kiongozi kwa wote. Pamoja na kikundi chenu kidogo, ombeni kwa ajili ya unyenyekevu wa Yesu kwa namna tunavyotazamana na kutendeana. Wito. Kiongozi kwa wote. Ni nani hapa usiku huu anayehitaji moyo wa Yesu ili kusamehe na kupata umoja kamili na kila mtu katika kanisa hili? Ninawaalika kuja mbele tunapomwomba Mungu atende miujiza mioyoni mwetu. Changamoto ya saa 24. Mwombe Mungu akuoneshe mtu gani maishani mwako mwenye uhitaji zaidi wa upendo wako, wema wako, heshima yako au msamaha wako. Fuata uongozi wa Roho Mtakatifu katika kuwafikia hao. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, aya ya 4 na ya 5 kwa maandalizi ya kesho. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya siku 10 za maombi, leo ni siku ya 4. Tulipojifunza mada isemayo kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Kesho ikiwa tutapata nafasi, tutajifunza mada isemayo tubu na jazwa na Roho Mtakatifu. Na kwa nukta hiyo basi ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.